Pull up, please, ransom, man. Wasanii mbona mjatulia studio? Shida nini? Okay, wapenzi watazamaji, kama dawa, kama dawa, like every day you tune into Starwish Empire, Starwish FM live. Na hapa tuko kwenye Friday Vibes, kwenye show moto sana. Na kama unavyojua kila uchao kwenye Friday Vibes tunaweza kuangazia 1 2 3 yanayotokea katika jamii, na pia of course ma vibes za muziki zinazotamba, yani zile muziki zilizoduma, na tena muziki zinazozidi kututibu mpaka kwa sasa. Na mingine hapa sipokuwa mimi mwana wa Jejeto na Maria pamoja na wenzangu Triple MKE na mwingine Trevor hapa hivi. Mimi nili expect mtasema kwa pamoja. Na sisi hapa Triple MK. Vipi wenzangu, mkoaje? Tuko salama. Ali chumbani kiko vipi? Tuko salama, uko shwari kabisa. Bana, umejua hapa nje tayari mshaanza kuchanganyisha wapenzi watazamaji. Bado lakini unajua si vile ambavyo tunachanganya wa mashabiki wetu. Mashabiki bana. Tuwachanganye vile. Baya, kwanza kabla tuendelee kwa main topic ya today. Yani mmewezaje kuoki safari? How has it been guys? Like imekuwaje hii safari yenu ya undugu, ya upacha? Yani safari imekuwa vipi? Temu nielezee tu kwa ufupi. Maisha yenu imekuwa vipi tu? It's all about love. Triple MK, acha kuenda nje ya topic. It's all about love. Yeah, vipi? Lakini wajua mandugu ni kuishi kupendana. Kweli mandugu. Wanasemanga ati mandugu huona they sometimes fight, you see, but us we live by love. Lakini nikiuliza swali ya siri kinda, nani waga anakula sana kati yenu? Wajua sasa ukiangalia unaona mnijibu hii swali. Nafikiria kwamba mambo ya kula sana hata tuweke hiyo mada ya siku nyingine tuiruke kwanza. Manake wajua acha nikwambie kwa busara. Ngoja Triple MK, kwa busara wangu mimi nishajua sasa. Ushajua au sio? Mimi basi mwisho ushajua basi. Hiyo tuweke mashabiki ashajua basi. Sasa muonekano atawaambia nani kakula sana nani kakula kidogo. Wapenzi watazamaji, tuko live kwenye Starwish FM, na kama uko new kwenye show nenda kule Facebook tafuta Starwish Empire. Of course tuko live kwenye page, like your page, share and invite all your friends. Pia nenda kule YouTube tafuta Starwish Entertainment, subscribe na utaweza kupata zile content zetu kama kawa, na kila uchao tunavyozidi kuachilia show tofauti ama vipi? Sasa basi kabla tukatishe hiyo story ni ndefu, acha tusikize. Cheki Triple MK pamoja na Trevor. Nataka niwafunze muziki. Huu muziki tuliweza kuifanya muda uliopita na Masai Mjanja, tuliimba huu wimbo kwa pamoja. Tunapenda sana kutumia huu wimbo kwenye Friday Vibes. So hii beat inaenda. Sikiza. So with some simple sentences like we find on the Friday Vibes. Mnaifahamu? We find on the Friday Vibes. So hapo before to waste time na tunaenda, lakini mshojua wengi wetu hapa hivi sisi si wasanii waimbaji. Cha zako bana. Mimi niko tunajintroduce hapa kama wasanii. Tungetengeneza kwanza na tangawizi hivi ama maji. Inakuja, si unajua kama kuna kahawa hapa studio zetu za Starwish. Okay. 3 2 1 go. We find on the Friday Vibes. We find on the Friday Vibes. We find on the Friday Vibes. We find it. Let's go. On the Friday Vibes. Say we find on the Friday Vibes. We find. Right, let's go. Let's do this guy. Friday Vibes. Say we find. So nataka ongeze. We find on the we having positive vibes. We find. Hiyo tu, alafu tunaendelea kwa topic ya leo, sivyo? 3 we find on the Friday vibes. We are having more positive vibes. Yeah, let's go. We find on the Friday vibes. We having more positive vibes. Let's do this, my guys. Yo, we find on the Friday vibes. Yeah, we find on the Friday vibes. Bwana Triple MK,
Mafans wakisema utoe kofia sahi utaweza kutoa? Kwa sasa hivi niko na kiara, niko na kiara kidogo lakini niko sure. Ungeacha hiyo kiara chumbani. Sure next nitakuwa nimenyoa lakini unajua Mwish. Huyu ni kijana barabara bado. Sasa anashangaa akisema amepata kiara. Amepata kiara. Ndio anashangaa. Wanasemanga kiara labda walikuwa triple MK anajachilia sana kwa wanadada. Labda ashakuwa mzee. Sana kwa wanadada. Wanasema pilipili sio ile inawashia nini? Lakini yeye mwisho wajua wanadada siku hizi. Ukiwa dada amekushika kichwa. Inazidi kule hali ya tokea. Kwa hivyo inaonekana triple MK umejatilia kwa wanadada sana. Pilipili sio ile inawashia. Mimi sijasema ndugu yako amesema. Basi sasa wenzangu, leo tuko hapa kwenye studio and our main agenda of today we want to talk about depression. Na kama tumeweza kuangazia hili mjadala kwa baadhi za shows zilizopita, lakini tunazidi kupata rafa kutoka kwa mayouth tofauti. Kila uchao watu wamelemewa depression. Nyinyi mnaelewaje hii story ya depression? Na tunaweza ongea na youth kivipi kupitia usanii wetu maybe kujadiliana kuhusu depression. Mnaelewa nini na mambo ya depression? Mwisho nianza kwa sababu ndio mkubwa MK. Sawa. Ningependa kutumia lugha ya kimombo hasa kwa mambo ya depression sana. Sawa mwalimu. First of all, you understand that most youth nowadays, like especially in this century, 21st century, and especially in these times, we are experiencing a lot of cases of youth who are in depression, and most of them they're dying because of depression. So one thing I guess, let me give my point first. I guess from depression, first of all, depression from youth, I can say some are coming from our parents. You see, like you are finding some people are living with parents who are pressurizing their lives. You see, okay. I normally say like this. Kama unajua ukilea mtoto maisha yakuwa umemkalia sana, umemkazia, trust me that child atashile maisha yako na depression. Unaona sasa, like unapata mtoto akiishi ile maisha ukaliwa sana, ile maisha ya strictness. Unaona, so amekaliwa sana na mzazi. Unapata akishatoka nje kwa nyumba ya huyo mzazi, sasa anaenda kujiexpose huko nje. Unapata sasa, so I can say that depression sometimes when labda ile pressurizing ya mzazi, ile mzazi kukupatia restriction mingi, so unajipata umepata depression. Unaona sasa, depression pia kwa sisi mavijana inakuja kutokana na ile influence ya urafiki. Unaona, unapata unapata pia pressure amekuja hapo, amekupia pressure, amekupatia pressure mingi. So you end up sometimes like sema beshta amekuja akwambia mte bangi, drugs, kama hizo, mja pombe, stuff kama hizo. So unapata ya kwamba umekuwa na ile depression sasa. How can I stop? Naweza acha kwa kunywa hii pombe. How can I stop it? Unaona sasa. So like depression inakuja, unapata imekupata. Unaona? Sasa kwa maoni yangu mimi naona depression aswa sana chanzo cha kwanza cha depression inaletwa na wazazi. Kwa hivyo wazazi waangalie sana watoto wao wasiwapatie depression. Ngoja nikukatishe kidogo kakangu. Sasa wajua umeongelea mambo mawili, mambo ya like parents being strict concerning their children, and pia mambo mengine umeongelea kama nilikuwa nikisikiza kwa makini ni influence pia pressure. Sasa mimi kidogo nitajitofautisha na wewe kimafikira kidogo, manake mzazi ni yule mtu anayekuzaa. Kwa mfano wewe sasa hivi ukizaa mtoto utaweza kumlea katika zile njia zinazofaa. So unajua sasa hili jambo inafanya baadhi ya vijana wanafikiria parents are being hard on them. Yet hao watu wanajaribu kuhakikisha kuwa huko kwenye laini unaofaa. Lakini unajua acha kidogo nikatize Trevor. You know, our viewers haven't understood the meaning of depression. Depression is a mental illness. You see, depression is something like a illness, and you bring up a fact, a sad something. Tuseme for example, unaweza pata mtu mzazi wake alikufa, akakuwa depressed, as in mentally yake anafikiria tu mama yake, hakuna kitu kingine anafanya, yake tu anafikiria is about. Lakini Mwish, asante kidogo Trevor. Nikijaribu kusaidiana na Triple MK, by the way hilo ndio ilikuwa swali tukianza.
kabla tufikie kinachosababisha sana depression. Unajua sasa depression, yani wakati umekuwa affected na something, inaweza kuwa wazazi wamepass, rafiki amepass, umefail mtihani, girlfriend amekudrop, sivyo? Unaweza kuwa ngoja kwanza Trevor, wapenzi watazamaji waweze kuelewa zaidi depression ni nini. So kutokana na haya mashida unaweza pata you are stuck somewhere in life. Ujihisi kuwa na marafiki tena, ujihisi kufanya mambo yako ya kawaida, maybe kuenda gym, kuenda kucheza ball, kuenda play games. I can say on my own level of understanding that depression ni ile state, it's a state where someone or a person especially are stuck. You are feeling like in a certain situation. In a certain situation. You are feeling like you don't want to do any other thing. You are almost giving up on yourself. You are giving up on everything. So, unajua sometimes wanasema you can be experiencing depression and you are not even aware. Unaona? Sasa tungependa kwa sasa tunaenda kuangazia different types of depression. Na venye tunaweza handle hizi depression and the causes of this depression. Unaona? And how can we simplify everything? We bring everything to a scenario. How can we like round off everything to zero? To bring depression to equal nothing. Unaona? So, Bwana Trevor, umejua kidogo mnanichanganyisha Triple MK na Trevor. Labda nikichukua hii kofia niweke Trevor, mtazidi kunichanganyisha zaidi. So acha tusikize Friday Vibes, Friday Vibes inaitwa aje? Hii inaitwa kama this like our motto. Then after that we will be right with the same discussion. Keep following at Stylish Entertainment, na pia unaweza to drop hapo comment yako kuhusu the topic of discussion. Ngine sipo kwa mimi mwana wa Jeta na Maria na wenzangu hapa. We fine on the Friday vibe. Say we fine. We fine on the Friday vibe. Say everybody we fine. Say we fine on the Friday vibe. On the Friday vibe. Say we fine. We fine on the Friday vibes. Everybody we're fine. We're fine on the Friday vibes. We're fine. We're fine on the Friday vibes. Oh yeah, we find everybody positive vibes. We find positivity inside Stylish Entertainment. Hey, we find fine on the Friday vibes. Everybody we're fine. Hello over there. We're fine. Fine on the Friday vibes. We find boom boom boom, boom boom boom. Pull up, Mr. Selector. You guys are great vocalists. Are you aware of that? That is it. Manze, we are preaching one thing. Positivity. Positive messages, positive vibes. Guys, we're just doing this for you guys to levelize everything and to make you know that everything is simple and easy. No more stress. Ama vipi? So, back to your first topic, Bana Trevor. Nilikuwa nimesema kuwa youths waache kuhisi kuwa parents are overpressurizing them, because parents they know what their children want. Unaona? So it's a feeling yenye tukianza kudevelop in quotes, tukianza kudevelop at our parents are being strict on us. Kuna ule ugonjwa tunazidi kuulea. Ushanipata? So there are two things here. There's a youth feeling in most cases. Unajua umeongelea mambo ya maana sana. It can be applicable to you and it can be applicable to millions of Kenyan youths, millions of youths in Africa, millions of youths all over the world. You get it? So there are two things happening here. There's a youth feeling that the parents are being hard on them. The next thing is there are parents who are overdoing. Unaget? So tukijaribu kupanua huo mjadala ni kuwa youth wako na mambo mengi sana. Wajua tunaishi kwenye era tofauti. Maybe mambo tunazozifanya sasa hivi wazazi wanakosa kuzielewa. Maybe umeenda out na friends, kitu kama hiyo. Mara mingi wazazi wanafikiria if you guys are out on different teams, mkiwa huko shule, maybe mnajiinvolve kwa mambo mengine, unaona?
mnajiinvolve kwa mambo kama drug dealing, maybe immorality, you get what I'm saying? Mambo kadha tu hizi vitu. Actually ndio maana wazazi wanakuanga mara mingi wako strict kwa watoto wao. Ushanipata? Lakini unaona English yasemekananga hivi ya kwamba hasa kwa century ambayo tuko sasa. Songea karibu na mic. Unajua sasa katika century yetu mzazi aufai kuwekelea restriction sana kwa mtoto, unaona? Kwa sababu unapata mzazi ameweka restriction mingi kwa mtoto, hataki mtoto wake associate na marafiki zake, hataki mtoto wake hata atoke nje. Like unapata mtoto ananyima okay, sijasema ya kwamba wazazi wasikuwe strict. Okay, kuna ile restriction mzazi anaweza kuwa nayo. Kidogo nikukatishe Trevor. Kidogo kabla tuendelee ndio at least to get a point, to get origin ya hii discussion yako. Sivyo? Wazazi wako strict. Mimi nimelelewa kwa mazingira ya restriction wako very strict. Lakini nimelelewa kwa mazingira ambayo imekuwa restriction mingi, lakini ya kwamba mzazi wangu kuna some privilege hakuna hajanikataza, unaona? Sasa mimi naongelea hapa kuna ule nataka kuzungumza na ule mzazi ambaye ameweka restriction kwa mtoto wake, ile ya kwamba like unapata mtoto even apate time ya kumingle na watu wengine, unaona? Sasa like unapata mtoto amekuwa lonely, unapata hadi akitoka nje like unapata mtoto hadi hawezi nini na wenzake, ameketi tu hapo ameshika tama vitu kama hizo. Unapata mtoto anafikiria mambo mengi like why is my mama ananikazia hivi, why is my mom so strict to me like this, like anaanza tu kujiuliza maswali mengi. Anaanza kusema okay, mimi nililelewa kwa familia iko na restriction, I guess life is not fair to me, like mbona anakaziwa hivi, my friends wanaachiliwa na wazazi wao, mbona mimi nikuwe strict, mbona mimi nikuwe nini some restriction kwa wangu. Unaona? So unapata mtoto anakuwa na mawazo mengi kwa kichwa, anaanza kujiuliza is really my mother kweli, huyu ni mama yangu kweli? Like unapata mtoto hadi anaanza kuchukia mama yake because restriction amemwekea, unaona? Sasa ndio kama unapata sasa hii depression inakula mtoto ndio unapata hadi mtoto akiwa mkubwa juu ile restriction ambayo alikuwa amekuwa na mzazi. Ndio nimesema unajipata mtoto ameweza sasa kujiexpose out sasa since amepata nafasi ya kutoka nje, unaona? Sasa juu kwa sababu amepata nafasi ya kutoka nje unapata ameanza kujiassociate na mambo ya drugs, ameanza kujiassociate na mambo mengine ambayo si mazuri, hadi unapata ameanza ku lose that respect kwa mama yake, unaona? Since ametoka nje yuko kwa mama yake tena, since ametoka nje unapata ameanza ku lose hiyo respect kwa mama yake sasa, unaona? Sasa so unapata wazazi wasiekele restrictions sana kwa watoto wao, unaona? Like eka restriction ambayo iko limited, unaona? Ama nikijaribu kusaidia wazazi waachilie watoto wao huru, lakini wawaelezee baadhi ya mambo yanayoendelea. Alafu pia acha kidogo triple MK na pia kuwe na ile muangalia wa mwanao, unaona? Hata ukiachilia mwanao be monitoring your son or daughter, unaona? Mkuna monitor the way ana behave, the way mazingira yenyewe anatembea, marafiki ambao ana associate na wao. Lakini hiyo usimwekee restriction ambayo mwisho mtoto atakuja ku regret, apate depression, aanze kujiuliza maswali mengi about huyo mama yake. Is she really my mom, like something like that. So yeah, that's my point of view. Let me say Songea karibu na Trevor. It's not all about restrictions, it's not all about restriction. You know, even the environment of a family, the environment of a certain place. You can find in a family that wazazi wameshwa wakipigana, wazazi wote wako drunk, then mko na mtoto. Do you mean that mtoto atakuwa depressed? Atakuwa depressed. Depression is like let's say it's like a cell. Depression is like you have been capped, umefungwa minyororo somewhere. Yeah, umeshikwa mahali. You see, that depression can lead to many things. So in that family ukipata huyo mtoto anapata baki anapigana kila siku, baki anapigana, unarushana kelele, unarushana mangumi, mateke, unamaanisha huyo mtoto atakuwa depressed, hadi ataanza kutumia some source of things and to stress, because one cause of depression ina cause stress, ina bring stress to a certain person. Now stress can lead to anything. Inaweza kulead kwa kuiba, inaweza kulead kwa wazee kuingia drugs, improper decision making. Hadi stress inaweza lead to
mtu commit suicide. Of which that is the worst effect That is the worst effect of depression. You can find a counselor, but that's why I'm saying that depression is something like an illness. Huyu mtoto anaanza grow na hiyo kitu, hiyo depression ikuwe mental, part of depression is a illness of mental. It's a mental illness. You see, mtu ataribika mentally, yani atakuwa depressed hadi in future. Jua ile depression akipata bibi atakuwa anamchapa. Reason aliona babake akichapa mama yake. Some depression si lazima ikue kwa family, even in schools, even the society you are living. Unaweza kuwa depressed na nini? Unaweza pata wala tunacheza na wao wana kustigmatize, wanataka kukucheza na wewe. Let's say you have some disability. Umenikumbusha kitu Triple MK. Kwanza umemention wenye mamini ukiwa shule ama ukiwa university ama ukiwa college, primary ama secondary. Still unaona hawa wanafunzi wenyewe wanatezana kwa wenyewe. Wewe imagine unakosia mwenzako depression. Manake nilikuwa na msanii fulani studio leo na ameniambia kitu ya uchungu sana inahusiana na kitu tuna discuss leo. Na nafikiri tukiweza ku address hii huenda itafikia mtu mwingine ambaye anapitia the same thing. Aliambia kuwa unaweza unazingiziwa au unasingiziwa. Unasingiziwa kuwa umeiba kitu. Manake yani juu ya ile peer pressure, unaona? Ile tu kierere mingi ya wanafunzi. Wanaanza kukupiga kwa pamoja ndio ukubali. So aliniambia alisingiziwa ameiba t-shirt. Unaona? Akapigwa na wa form nzima. So venye anazidi kukataa si yeye ndio wanazidi kumpiga. So ikabidi akubali ndio ajiepushe na kupigwa. So unaona mambo kama haya, tusichukue sheria mkononi yetu. Unaona? Haswa wakati sasa unajua unaweza kuwa na claim mtu ameiba kitu kule shuleni. Kuiba si vizuri. Katika culture zetu si kama Africa and the entire world, stealing is not a good thing. But you know, if the moment you don't have any justification that huyo mtu ndiye ameiba, maybe unamsingizia unamfanya ana suffer psychologically, unaona? Because the moment mtu unapigwa na darasa nzima, a class of over 60 students, itabidi ukubali, manake utaki kuzidi kuumia. But hebu wewe jifikirie, the moment unakosa mtu kukubali amefanya hivyo na hajafanya, na una justification, what's the feeling? Unajihaunt na una haunt kijana zaidi ama huyo mwenye mnamsingizia. Manake wewe fikiria sasa, the moment umeachwa, ushapigwa umeiba na si wewe, unaweza fikiria hata kujinyonga, unaona? So mimi sana this thing, it involves so many students, a bigger number of young people. The bullying and all that causes deep stress to individuals amongst young people, unaona? And let me tell you for sure that as a young person, acha kierere mingi ya kurush kwa vitu, acha kufanya vitu na peer pressure. Umeitwa ati huyu ameiba, unapata mtu anapigwa, unaingia hapo. Which type of person are you? We need a society of peacemakers, unaona? The moment umepata kama issue fulani inaendelea, in case kukuchangia sana moto zaidi, inafaa uweke hawa watu kando na waulize mbona mnapigana, and what's a safer way of handling this. Manake you can be doing this to your fellow student, your fellow classmate, your fellow wherever, roommate, your fellow student, wherever, and the next thing ni wewe ndio itakuwapenia. How painful. So you rather come up with a way of handling this, solving this problem, unaona, kuliko kutumia mob justice, kuliko kumobilize watu kupiga mwenye amepatikana kwa shida fulani. Don't overjudge. Hii mambo ya wanafunzi ku mob justice, it can enter in our society too. Like you are finding someone amekuja akapata kuna ile mkusanyiko wa watu wanachapa mtu akisema mwizi. Na wewe so you must make kitu ya kelele. Mzee kelele ni mbaya by the way. Na wewe mtu anatoka from nowhere ile yenye Triple MK anasema forward. Yeah, forwarding. Mtu anaanza na forwarding yake anaanza ku join the mob kuchapa mtu. And the person mwenye ameingia, he or she does not know the reason au so unapata umseme mchapa like somehow anaweza refresh back nini his mind, anaweza kujirudia tena, like anza kujiuliza surely nini, maybe alichapa mtu akakufa na maybe ndo alinadi msea akakufa akisema choma. So unapata msea anajirudia sana, anza kujiuliza surely what have I done, like fuck
this person mbona nikaingia kwa hiyo mob justice nikaamua why like unapata hii kitu inamkujia kwa mind yake unaona like anaanza like depression inaanza kumkujia like anaanza kusema in fact I'm the one who has caused the death of this person so I don't deserve to live unaona so unapata mtu anakuwa na depression anakuja kuconclude like I'm not deserve to live in this life. True. Kidogo mwisho ukiendelea kuna mtu ametuma hapa hivi message kwa my social handle ya Instagram akisema ya kwamba I was once discriminated by one of my teachers. Sasa acha niguzie kwanza hii kidogo. Pia walimu shuleni unapata ya kwamba hiyo hadi mimi imeniguza. Unaona? Walimu ya kwamba in fact ndio walimu wote. Walimu unapata mwalimu ana discriminate mtoto aswa wanafunzi. Sasa jambo hili sana inapenia katika shule za sekondari sana ndio inapenia huko. Unapata mwalimu instead of mwalimu to give you hope, you can make it, you can do better. A teacher is discriminating like you can never make it in life because when you bure kwanza auto you'll never succeed. You know that this person will atapata ile depression throughout his life. Sasa tuseme mtu amaliza shule maisha yaanze kumpeleka vibaya kwa bahati mbaya. Ataanza kusema mwalimu alimlani. Unapata lakini mbona ule mwalimu aliongelesha hivyo shwani. So unapata msema anasema in fact your teacher alimlani and I cannot see if this curse can come out of me so I don't deserve to be in this world. Unaona sasa unapata amechukiwa mwalimu kabisa like mwalimu alinikaa mbona niambia I cannot make it in life and it is happening in me right now like what will I do like I don't deserve to be in this world. Unaona sasa so it once happened to him in high school. Let me say that's one that's a true fact. So unaweza pata mwalimu in school they usually say ordinary machopi. Mwalimu anachukua machopi anaweka but the last ones aweki. Yaani wana discriminate you see. Sawa wanajichukia. Number last one wanajichukia. Reason mwalimu aliwa separate machopi na my last one. That's why it can bring up depression. Mbona mwalimu ananichukia mimi? Kwani says everything is for women ananichukia. That's why it can bring up mtoto atasumbuliwa nayo kitu kwa mind yake hadi at long last. Akuja sema mwalimu ndo anafanya maisha yangu kwa hivi. Yaani atakuja kila kitu atakuja kublame mwalimu. Ni mwalimu ni shida yake. Reason mwalimu anafaa kuwa equal to each and every student. Isn't it? Hafai kukua choose. Hadi kama mtu hata kama wana clean guy and a dirty guy hafai ku discriminate. Kuna the better way of handling some people. Got and Mr. Triple MK. By the way hiyo kuchukiliwa na walimu ama kuchukiwa na walimu. Hadi wazazi wanachukia. Hata nikwambia hadi mimi hiyo I'm a victim of that. Kuna mwalimu. Mimi nilietiwa hadi na kuku. Ulikuwa ngoja nikwambie. Moja na kuku. Yeye kuchukua na kuku unapenda kukula sana. Tukianza hii huu mjadala nani alikuwa amependa kukula? Hiyo tulisha. Sikata lakini mimi ngoja hiyo tulisha close. So let's move to the next thing. Anyway guys, thanks for watching. Keep it Stylish Entertainment. Mafans acheni kucall kama tuko live kwa show, mtacall baadaye ama unataka tumeni arafa kwa hiyo namba. Alafu mwish kidogo kuna mtu anauliza hapa hivi how can you avoid depression? Okay, tutafika before conclude na hiyo. Before mwisho uendelee mafans wetu tumeweza kutuma message hapa kwa social handles zetu za unazanipata hapa kwa _Trevor_254. Mwanza nipata pale Instagram at @MKE, pale Facebook at @MK na pia pale WhatsApp at 0794980096. Wow. So na bado uko single. Hoja Mike. Siko single. Na mimi nipate kwenye @K au mwishi kwenye mwisho hoja @MK. I don't think he can be single. I know him very well. No, single. Let's not discuss that on public. Utaweza mharibia, unaweza mpea depression. Umejua umeongea mambo mengi mkafanya nisahau hadi. Kuna jambo nilikuwa nataka kuongelea. Walimu kuchukia wanafunzi. Wewe tulikuwa pale kwa kuku. I just want to give them a punchline. And I think this one let me speak this in English. Ndio isinkini kwa masikio ya watu wengi. Why teachers, students see you as the only source of hope. The moment you are coming to hate me, what do you want me to do? Tumesema tu mafans hebu Triple MK weka simu yako kwa silent mode. Teachers, students wanakuexpect kuwa kama the source of hope.
the only way to the next level. Na nyinyi, some of you, not all teachers, they give back with too much hate. What's the hate for, by the way? What's the hate for? Let me tell you one thing. Hating is very old school, and it's not taking. It's like a clash. It's something that should end because it's something that is being done everywhere. Just replace love with replace hate with love, because too much negative energy won't take you anywhere. Unaona? So to square, let's not be too bitter for no reason. Unapata mtu anakuchukia kama yule wetu alikuwa ananichukia juu nilikuwa na ndevu. Imagine. Na yule alikuwa yule teacher, mimi nimekuforgive, lakini for any other teacher mwenye kama alikuwa mwalimu wa subject gani huyo? Yule alikuwa deputy na alikuwa wa chemistry na maths. Lakini walimu wa chemistry na mathematics bana. Wao. So acha niwapee hao na tumalizane now once and for all. For anyone watching this one, too much negative energy is not going to take you anywhere. We need a more peaceful world. We need a world where we need more peacemakers. We need more solutions. So we should be each other's keepers to solve this too much depression. People have a lot of burden. People have a lot of things in their minds. People have a lot of issues. Anyone close to you should be your immediate solution to your problem. Starting on how we are talking to each other, how we are addressing each other, how we are communicating to each other. So let's neutralize the hate, because hate is too obvious. Don't be amongst the so many millions of people who hate. The only thing that can make you different if you stop hating. So I'm not part of the hate community. I'm officially out of that. Sina beef na mtu yote, na tuombeane msamaha kama umewahi hate mtu bila sababu. Hakuna haja ya chuki ama nini. Mwisho nikumbusha kitu ya hate hapo. You know, this up brings up nini? Unapata mtu anaweka diffusion kwa mtu kwa sababu mtu ni black. Unapata mimi nachukia watu wa black. Alafu tuseme ulikuwa na mrembo, alafu mrembo akaenda kuambia wewe ni black sikutaki. Wewe mtu anapata na depression kwa mimi ni black. Mwisho na triple MK anapenda kuongelea sana mambo ya warembo hivyo. Ni kama she experience hiyo. That's the we know warembo other girls can cause depression, not only girls, even boys. You know, in your context, a point of correction. I think in your context now, girls can cause depression. I think it was last year where one girl got depressed by, even he committed suicide. Lakini it was boyfriend yake alikuwa anamplay. So before boyfriend yake ampost Temanda commit suicide, he took a video saying that boyfriend yangu blah 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 blah, and she committed a suicide. Lakini because of this relationship. Lakini unaona Mwish mambo ya wanarika sana vijana ku commit suicide because of relationship. Mimi naweza sema hivi, I can blame them. Kwa sababu ndio umejitakia depression wewe mwenyewe. Why should you, first of all, you are 18 years old na uko na boyfriend kama 16. Kama 16. What for? Unaona sasa? That this not the right time for you, by the way. Kweli. Unaona unapata mtu ako 14 years old, ni dema ako 14 years old. Akona kama boyfriend karibu 6 hivi, baada unapata dema ako na stress, anasema like sasa niache nini, like you find a girl anakuwa na decision ako 14 years old na anafikiria venye atachagua nani aache nani. Like I just tell these young ladies and young boys, like being 18 years, being 19 years, being 20 years, being 24 years, it is not the right time to be thinking about relationship. I guess the right time to think about relationship is about uko 27 years. Let me cut Kelvin Trevor kidogo. Warembo wangu acha niwatetee. Hey my girls, let me be on your side. You know, you guys are very, sometimes let me call you very stupid. Use a polite term. Yeah. Okay. And apologize for them, because I'm sorry. You are contributing to spreading the hate, and that is what causes depression. Apologize to them. Man, I'm sorry, but there's an extent where I don't think you are going somewhere. Unapata guy akona warembo kasi, alafu anakuja anadanganya msichana. You know, anaambia msichana nakupenda roho yangu yote. Sina mwingine. Dema anaingia box. Dema kuja kupata. You know, wanasemanga age is just a number nowadays. Sure. If you love, you love. So
it is according to upon to you. Usipende mtu na moyo wako yote. And Don't put your heart what in is someone. this love? Okay, Let me okay. listen. Let me Hii discussion haitaisha leo. Lakini acha nijibu ma. Okay, Triple first MK. of all, let me correct Triple MK. Yeah. Okay, we are saying it's okay. Let me now go to the girls. You are 18 years old, you are 19, you are 14, and you want to be in a relationship. Well and good. Go But and have, make sure go. make sure you are in a strong relationship. Nothing called strong relationship It's a here. true. You just go make love, but if you find depression, don't come for the counselors or something. It is you who have. Unajua utasemanga mwiba wa kujidungia au ambui pole. Yes. Sitaki nisahau mambo mengi hapa. Time inaelekea sana. Let me just give the guidelines for how to avoid depression. Depression. First of all, the only genuine love I want to kindly summarize on mambo mengine tumeongea hapa. Ni mambo mengi sana. The only genuine love is the love of Jesus Christ. It's called agape. So before you overlove, you over expect. You know, when people get into relationship, they are over expecting. So you are thinking you are going to be the only one. You are thinking that you are going to be the only bird in the ocean, only to find that the nigga is playing you with like other 6 chicks elsewhere. So that's a lie. So acha kuji over stress. Story in a relationship, let me tell you the things that should not take over your life. Because if you are in control of all this in the first bit, you're going to be safe, you're not going to be depressed. Well, I mean money, the love for money should not take control of yourself. Relationship, unaona? Or what was the other thing? Relationships and money should not take control of your life. You are a self, you are a soul, you are a I. I'm talking of an independent you. Think right. But in most cases, if your life is Christ-based, you'll make good decisions. So, to see over-expect, na pia, even kwa wale wenye wako relationships, unaona, kuna say that there's a quote I read somewhere that accept when a stage or a phase of a relationship is over, or a stage or a phase of something in your life is over, and move on. Let me tell you, things are going to be worse. Have that in mind. Things are going to be good. Have that in mind. And ensure that out of every situation, you're coming out safe. You're coming out not depressed. You get what I'm saying? Yeah. So, nikiguza some points of avoiding depression. Number one, speak out. Whatever it is disturbing you, inakusumbua, ongea. Number two, cut off toxic people. If you know that this is a bad person, cut him off. Cut her off. Kuna jamaa anasema cut out bad connections. Like you know him. Yeah. You know him. Then cut off social media. Usishare kwa social media sana, because that's one of major influence of depression. Number two, eat well, sleep well, do exercise. Just eat well, sleep well, bang well. Make sure you got enough sleep. Emush, to conclude or even me to sum up, I guess Triple MK as ameguzia kila kitu hapo, lakini nitaongelea machache. Stop having too much interest in some things. Unaona sasa? Over expectation. Yeah, over expectation. Unaona kuomoka, mtu anataka kuomoka. But his level ni ya chini. Lakini anataka kuwa ka president. So avoid having too much interest. Another thing is true. Kitu mbona inapotea, mbona kitu yapotea, mbona kitu yapotea. Another thing is try to do some physical exercise. True. Try to do some yoga. You know, I don't know. You know one thing about yoga, it normally refreshes up your mind. It relaxes your mind. It makes you, try to do some physical exercise, some yoga. Which other thing that is part of? Okay, I guess workout is good. I mean, get a hobby. Get a hobby that you love, actually. Because thinking in doing what you love will not give you time to think of other things. Yeah. Before we finish, let's have this hashtag called #SpeakOut. Yeah, speak out. Speak out with Stawish. Yeah, speak out with Stawish. If Yeah. you have anything that is disturbing you, speak out. People will hate you. Listen, people are going to hate you, but after speaking about it, your problem okay, with another person. the main aim of Stawish FM and Stawish Entertainment Empire, we need to save the lives of our youth. Yeah. We need to save more lives. After you lose youth mwingine because of depression, true. We need to save more lives. So, friends there, fans there,
Hashtag speak out with Stawish. Usijifungie hiyo stuff. Speak out. It cannot be me. It cannot True, speak true. out with Emwish. Speak out out with with Trevor. somebody. Speak out with your mom. That's why unaona Triple MK nilikuwa nasema let's neutralize the hate. Unajua, imagine if you are living on a world. Let me tell you, even is on earth and we the people to create the heaven on earth. Unaona? Manake we are just too harsh to each other. Let's be good to each other. Unaona mtu anakuangalia tu hivi. Mimi nakuchukia jueni mfupi. And this fear. You fear this one that if you tell him he'll go to this. Maybe that's the solution to a problem. Tell him. I guess this about hate. I guess let's love one another. True. Let's have that let's avoid stigma. Let me tell you one thing. People living with AIDS, people living with cancer. You know, if you have stigma with them, watakuwa na ile depressed, and that's unapata sana wanakufa haraka because of depression. Unaona tu kwa support. Let's avoid stigma. True. You know, sasa this stigma is gonna help us to avoid depression too. So if you want to speak out, follow me at my social media handle. Yeah, social media handle. Yeah, at _Trevor_254 on the Facebook page. You can find me at Kevo Trevor. My number is 0792379673. You can text me on my email account at kevotrevor@gmail.com. No ukikuja kuletwa this hashtag speak on. Mtu there kwambie kitu, don't go and distribute to other people. By the way, Usisambaze. Just with the hashtag speak out. I forgot something. Even there are counselor. Look for a therapy. Look for a counselor. Might have counsel your mind. Go for daily counseling. You see, go to your pastor. Counsel. Unaona? I think everybody has a mentor. So thank you, my fans. So before we cut off, the show, my name is K. Amwish, and we're in Stawish Entertainment. Thanks a lot for the love. Thanks for tuning in to Stawish Entertainment. And Mob Love, this topic is very vast. We can't complete it in a day. And hopefully we will still discuss it with the more in the more coming shows. And God bless you. Nothing other than peace and love.